Naam, bwana, mmoja kati ya watu wa karibu ambao tulikuwa tufahamu, lakini kumbe baada ya kifo cha Karina, huyu hapa ni mmoja kati ya watu ambao wamejitokeza mstari wa mbele kuonyesha ukaribu ambao alikuwa nao na Karina, hususan katika kipindi ambacho Karina alikuwa anapitia wakati mgumu katika issue ya matibabu. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Karina ameugua kwa takriban miaka 8. Amekuwa yuko kitandani na kwa muda wote huo alikuwa anahitaji support ya kiuchumi kwa ajili ya kusustain au kuweza kusatisfy financial needs kwenye upande wa matibabu yake, yani swala la support ya kiuchumi kwa ujumla. So kwa mujibu wa post ambayo ameiweka huyu bidada ambaye anafahamika kwa jina la Lulu White, huyu Lulu White bwana ameweka ushahidi kabisa hapa baada ya kifo cha Karina. Ni kwamba Lulu White bwana ameweka ushahidi kuhusiana na the way ambavyo walivyokuwa akizungumza na Karina, walivyokuwa wakichati. Ameweka hapa messages ambazo alikuwa anachati naye, mixer messages za miamala kwenda kwa Karina. Umeona na hii ni hivi karibuni tu, kwa sababu hii mpaka hapa tunaona alikuwa anatumia mpaka huduma ya Mixx by Yas. Maana yake hii ni huduma ya Tigo Pesa, wakati tayari imeshabadilishwa jina kuitwa Yas na Tigo Pesa imeitwa Mixx by Yas. Tigo Pesa Mixx by Yas. So ina maana kwamba ni kipindi cha hivi karibuni wakati hii jina la Tigo limebadilishwa. Hivyo basi ni kwamba mwanadada Lulu White ameonyesha ukaribu wake, jinsi alivyokuwa akimsupport Karina kipindi anaumwa, kwamba alikuwa kumbe Karina akipata nafasi anamcheki Lulu White, anaozungumza naye, anachati naye, kama amekwama labda kwenye swala la kununua dawa na nini, basi anamgusa Lulu White, na Lulu White pia alikuwa anamsupport kwenye hizo engo. Kwa hiyo hapa kama unavyoona katika screen hapo ni kwamba Lulu White bwana ameonyesha hiyo miamala pamoja na conversation ambazo alikuwa anazungumza na Karina. Umeona So hapa kuna voice ambayo Lulu White amemtumia Karina, then Karina akaja akajibu akasema ndio dada yangu kipenzi, watume humu. Alafu akamtumia tena akasema the next day, ilikuwa ni siku ya Saturday Machi tarehe 15, ilikuwa ni Jumamosi ya Machi tarehe 15. Inavyosemekana ni kwamba Karina alimtext Lulu akamwambia asalamu alaykum dada Lulu, dada yangu naomba unisaidie chochote ulichonacho ninunue dawa. Na Lulu akamtumia hiyo 53,000, kisha akaandika kwamba sina mdogo wangu, mwezi mgumu, ningekutumia zaidi. Umeona na Lulu akamjibu kwamba hapana dada yangu, usiseme hivyo, nashukuru sana, nimeipokea dada yangu. Umeona So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hii ni support. Japokuwa Lulu alikuwa ametuma 53,000 kama kumsupport Karina kwenye swala la dawa, lakini still akawa naomba radhi kwamba angekuwa nacho zaidi basi angemtumia, lakini hicho ndo alichokuwa nacho. So hii imeonyesha jinsi gani ambavyo alivyokuwa na ukaribu, lakini pia alikuwa anamsupport kipindi ambacho Karina ana uhitaji. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section kuhusiana na hiki ambacho Lulu White amekiposti, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.